Ghafla, simu yake ikaita. Kupokea, akasikia sauti ya JN kwa mbali akimtonya, "Oya mwanangu, kuna mbwa ametoroka hapa dukani, fanya uwahi faster." Lynn akavuta manguo yake mwilini sekunde sifuri, akakanyaga mafuta mguu sawa hadi kwenda kukutana na JN. Wakagawana mitaa ili kuanza msako wa kumtafuta yule mbwa. Lynn akawa anapishana na watu mtaani akiwauliza kama kuna mtu amemwona, lakini kila mtu akawa anazungusha kichwa akisema hajamuona kabisa. Baada ya msako wa muda mrefu, JN akafanikiwa kumnasa yule mbwa, kisha akamfuata Lynn ili kumjulia hali. Kufika pale, JN akashindwa kuzuia hisia zake, akaamua kumwaga mtama kwenye kuku wengi, akamwambia, "Lynn, mimi nakuzimia kinoma kutoka moyoni." Lynn akapigwa na bumbuwazi na kushtuka kichizi, akajishusha kinyonge na kumwambia, "Nisamehe bure mzee mwenzangu, ila mimi moyo wangu ushadondoka kwa mtu mwingine kabisa." JN akapigwa na bumbuwazi, lakini akasoma ramani faster, akagundua kuwa mtu anayependwa na Lynn ni yule yule adui yake, Yang. Wakaona isiwe tabu, wakakubaliana yaishe na kubaki kuwa washikaji wa damu kama kawaida. Usiku ule kule bwawani, Lynn akawa anasokota akili jinsi ya kumvuta Yang na kuteka akili yake ili naye amsimie mazima. Wakati anawaza, Rummaza wake akaingia ndani akiwa amemshikia kikombe kipya kabisa ya kishua ili kuziba pengo la kile kilichovunjika, huku akimwomba msamaha kwa yaliyotokea. Lynn akamwambia, "Mwanangu, nimekusamehe, ila kwa sharti moja tu, lazima unifundishe jinsi ya kupiga makeup nionekane mrembo." Rummaza akakubali yaishe, wakaanza kucheka na kupiga soga za kishikaji usiku kucha. Kesho yake asubuhi, mashoga zake Lynn wakamchagulia manguo ya kileo na ya kijanja hatari. Mtoto wa kike akapiga misele hadi klabu ya Shahaba. Yang kumcheki tu vile, akapigwa na bumbuazi kumwona Lynn amepaka rangi ya mdomo kwa mara ya kwanza tangu wajuane, na Lynn akafurahi kinoma kuona mwamba ameshtukia mabadiliko. Lynn akamwambia, "Vipi mwanangu, nimependeza?" Lakini Yang akamwambia, "Mwanangu, hapo umefeli, unaonekana kama umekula panya aliyekufa." Lynn akachafukwa na kukasirika kichizi, lakini akajikaza asimtembezee konzi la uso. Yang akaona asimharibie mood, akavua jaketi lake akamvalisha Lynn ili mrembo asisikie baridi, na Lynn akafurahi kuona ule ukarimu wake. Akaamua kukaa jukwaani kumpigia upatu. Kila mshale Yang aliyokuwa anarusha, Lynn anapiga kelele, "Wewe ndio mchezaji bora kuliko wote duniani." Kila mtu uwanjani akabaki anamshangaa kwa ule mzuka. Yang akajisikia aibu na kumwambia, "Oya mwanangu, punguza wehu na kelele basi." Linda akashika njia akaondoka zake kwa aibu. Baadaye, Linda akaelekea kule dukani kwa wanyama, akashangaa kumwona Yang naye ametia mguu pale na kukutana uso kwa uso na JN. Walivyotoka tu nje, Yang akaanza kumwambia Lynn, "Mwanangu, yule JN ni mshikaji mstaarabu, mtanashati na ana chapa za kutosha. Mbona usizame kwake tu?" Lakini Lynn akagoma na kumwambia, "Acha zako bwana, wewe una uwezo na ni bora zaidi yake." Ghafla Yang akatokeza kwa nyuma na kusikia yale maneno yote. Lynn akajihisi ameshikwa pabaya, wakaona isiwe tabu. Wote watatu wakaenda kupiga msosi wa mchana pamoja. Lynn akawa bado anagubu na kaka yake, huku akijisingizia, "Mwanangu, tulia na kufuta vumbi kwenye nguo tu." Siku ilivyomalizika, kaka yake akamuaga. Lynn akamkumbatia kwa upendo na kumtakia heri ya masomo yake. Baada ya hapo, Lynn akatua siti ya nyuma kwenye baiskeli ya Yang, akamkumbatia mwamba kwa furaha tele. Siku zilivyozidi kuyoyoma, Lynn akagundua kuwa kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa ya Yang imekaribia. Akaamua kutumia zile chapa aliyopewa ili kumnunulia keki ya nguvu na zawadi ya kipekee. Akasogea mguu sawa hadi bwenini kwa Yang, akamkuta mwamba amesinzia usingizi mnono. Mtoto wa kike akaingia ujanja, akanyakua kalamu na kuanza kumchora-chora Yang usoni kama kinyago. Yang akashtuka, akapandisha mzuka akitaka kumtembezea kichapo, lakini akajikaza kishikaji kwa sababu anamzimia. Lynn alivyochomoka tu, Yang akazinduka akaenda kunawa uso faster, kisha akamfuata nyuma akijifanya amekasirika kinoma. Akamvuta ndani ya bweni lake akamwambia, "Umeanzisha fujo, sasa nisaidie kunifuta huu mpumbavu ulionipaka." Wakajisogeza karibu kabisa, wakaanza kuona aibu na kupata presha ya mahaba kwa jinsi walivyokuwa karibu, pumzi zikigongana. Lynn alivyomaliza tu kumsafisha, akawasha mishumaa ya keki kisha akamkabidhi Yang ile zawadi yake, ambayo ilikuwa ni kifaa cha kukinga bega wakati wa tizi.
Yang akafurahi kichizi na kuipenda ile zawadi, akamvuta Lin na kumkumbatia kwa mahaba mazito. Akafunguka na kumwambia, Lin mwanangu, nakupenda sana kutoka moyoni, naomba uwe demu wangu. Mtoto wa kike akacheka kwa furaha na kukubali yaishe hapo hapo. Lakini kabla hawajafanya lolote, washikaji zake Yang wakaingia mle ndani ghafla. Wakaona wanaleta gubu na kuwazibia amani, wakaishiwa nguvu na kuondoka zao fasta. Yang akadaka mkono wake Lin, wakapitisha siku nzima pamoja kwa furaha tele. Usiku ulivyofika, Yang akamsindikiza Lin hadi kwenye geti la bweni lake. Lin akawa haiamini kabisa kama lile tukio limetokea kweli. Yang akaona isiwe tabu, akamvuta na kumkumbatia tena kwa nguvu, akamwambia, mwanangu, usiwaze, hii siyo ndoto, ni kweli kabisa. Lin akaingia chumbani kwake akiwa na furaha ya hatari, akaanza kumsimulia shoga yake ule mchongo mzima wa mapenzi. Kesho yake asubuhi, Lin akazinduka akiwa na amani na mzuka wa hatari baada ya kuonja ladha ya mahaba na kuona inalipa kinoma. Akatoka mbio kwenda kumnunulia Yang, lakini Yang akampigia simu na kumwambia, oya mwanangu, rudi bwawani kwako fasta. Akashangaa kumwona Yang. Lin akafurahi na kuguswa sana na ule ukarimu wa mpenzi wake. Wakaenda kukaa bustanini kupiga ule msosi pamoja kwa burudani. Kipindi cha darasani kilivyomalizika, Yang akawa amesimama nje ya geti na baiskeli yake anamsubiri mrembo wake. Lin akatua kwa furaha siti ya nyuma, wakashika njia kwenda kupiga msosi wa mchana. JN akawa amesimama mbali anawacheki jinsi wanavyoondoka kwa mahaba. Wivu wa kiume ukamnyong'onyeza na roho ikamuuma hatari. Yang akaamua kumleka Lin hadi kwenye bustani ya wanyama ili kumpa nafasi ya kutulia na kubadili mazingira, lakini Lin alivyowaona wale wanyama wamefungiwa ndani ya matundu na kunyimwa uhuru, akasikitika na kuhuzunika kichizi. Ili kumtoa kwenye ule unyonge, wakaanza kutembea kwa miguu chini ya mvua, wakawa wanafurahia uwepo vya kila mmoja wao, wanapiga picha za kijanja na kupitisha muda wao wa dhahabu kwa mahaba kedekede. After hapo, Yang akaona ameshamvuta karibu hadi nyumbani kwao ili kumtambulisha kwa familia yake. Mama yake Yang alivyomwona tu Lin, akafurahi kupitiliza na kumwambia, karibu sana mwanangu, wewe kwangu ni kama mtoto wangu wa kike wa kuzaa kabisa. Lin akajisikia yuko salama, akalichukua lile daftari la picha za familia ya Yang, akatumbukiza picha yao ya pamoja waliopiga. Usiku ulivyofika, wakawa wanatembea pamoja huku wanasakata gozi la roho na kushuhudia ule mchezo wa theluji inayomwagika chini. Kisha wakasogeza miguu hadi kwenye lile duka walilolizoea ambalo linamilikiwa na washikaji zao. Lin akaanza kukumbushia yale maisha ya enzi za nyuma na yule bosi wa duka akawa amewaletea na ule msosi wa pasta ambao walikuwa wanapiga pamoja zamani. Akawaambia, wanangu, ninyi mmeendana kinoma, yaani ni pacha kabisa. Siku nyingine ilivyoadia, Yang akamstua Lin na surprise ya zawadi ya nguvu. Akamwambia, mwanangu, huu mzigo hautaki papara, utaufungua tu kwa neno la siri ambalo nitakutonya muda ukifika. Wakadaka basi kurudi mjini. Lin akawa analeta pozi na kusitasita kumwacha Yang akae karibu naye, lakini mwisho wa siku uchovu ukamvua nguo. Yang akabaki ameganda pembeni yake kuhakikisha mrembo wake anapata usingizi wa amani bila bugudha. Walivyotia mguu mjini, wakajiachia kushuhudia zile fashifashi za hatari pamoja, mioyo yao ikiwa na amani tele. Lin alivyorejea bwawani, mashoga zake wakamvamia na kuanza kumhoji mchongo mzima wa mtoko wake na Yang. Mtoto wa kike akaona aibu na uso ukamshuka kinoma. Wakati hayo yanaendelea, mdogo wake Lin akawa anaswaga mitihani yake ya chuo na kufanya maajabu ya nguvu. Akapokea barua ya kukubaliwa kujiunga na kile chuo anachosoma Lin. Mwamba akasafiri hadi mjini, akamwalika Lin mchana wapige msosi wa kusherehekea ule mchongo. Yang akawasindikiza bega kwa bega. Kwenye meza ya chakula, yule mdogo mtu akawaambia, oya, kuna mtu namsubiri hapa. Ghafla, Rumaza, shoga yake Lin, akatokeza akajumuika nao mezani. Mdogo wake Lin akamshukuru sana ule mrembo, akamwambia, wewe ndio umesababisha mimi kutoboa kwenye masomo, kisa zile ushauri na mbinu ulizonisukumia. Baadaye mdogo mtu akasandasanda naye hadi kwenye lile duka la pikipiki analopendelea kufanya manunuzi yule mrembo. Mwamba akavutiwa na jinsi yule dem anavyochakarika, lakini ghafla dhoruba ikaingia. Yule msichana akapata ajali mbaya, akaanguka vibaya mno kutoka kwenye pikipiki. Mdogo wake Lin akaluka mbio kwenda kumcheki, wakakimbilia hospitali fasta na hali yake ikawa mahututi hatari. Alivyozinduka tu akawa anapiga kilio cha mbwa mwizi, analia kwa uchungu, maana daktari alimtonya kuwa anaweza asitembee tena maishani. Lin akaenda kumjulia hali, akamkumbatia kwa upendo ili kumliwaza.
Kisha akamwambia mdogo wake, mwanangu, mhudumie na msimamie huyu mrembo kwa kila kitu. Siku zikayoyoma, ikawadia ile michuano mikubwa na ya kihistoria ya timu ya Shahaba. Lin akaenda kumwaga Yang na kumwambia, mwanangu, nenda kapambane na ulete ushindi nyumbani. Mwamba akamvuta akamkumbatia, wakaagana kishua. Timu ilivyotia mguu uwanjani, nahodha wa timu pinzani, yule Mwamba ambaye Yang alimchakaza mwanzo, akasogea mbele ya Yang na kumwambia, wewe Yang, leo nimekuja kulipa kisasi cha kile kipigo, na hii fainali naondoka nayo mimi. Mashindano yakaanza kwa kasi, mishale ikawa inarushwa, na wale waliokuwa wanapata alama za chini wakawa wanatupwa nje raundi ya kwanza. Lin akawa amekaa jukwaani anashuhudia ule mtanange, akijua kabisa Yang amepenya hadi raundi ya fainali. Akashtuka kuona mpinzani wa Yang ni yule nahodha mkorofi. Wasiwasi ukamkamata kwa sababu yule mshikaji ni goji wa kimataifa. Wakasongana kwa muda mrefu, na kama ilivyokuwa zamani, Yang akawa anaongoza kwa alama. Ilivyofika zamu ya ule mishale wa mwisho kabisa wa ushindi, ghafla Yang akaanza kusikia kizunguzungu na macho yakaanza kuona maluelue, lakini akajikaza kiume, akakusanya nguvu zake zote, akafumba macho, akifyatua ule mishale, ukaenda kutua katikati ya mduara sekunde 0. Mwamuzi akatangaza, Yang ndio bingwa wa mashindano. Lin akaluka kwa furaha jukwaani, akawa anapiga kelele akitaja jina la Yang. Akampigia na simu kumpongeza. Yule mpinzani wake akasogea akampa mkono wa pongezi na kukubali kipali chake, lakini Yang bado akawa na wasiwasi wa ndani. Akabaki uwanjani anapiga tizi peke yake. Kocha akamfuata akamwambia, mwanangu, nenda kapumzike ili uwe fiti kwenye hii tournament iliyobaki. Kesho yake ule mtanange wa team competition ukaanza rasmi. Yang akawa na gubu, amekaa kimya na ana presha kubwa, tofauti na jinsi alivyozoeleka kila siku. Mshikaji wake akashtukia ule mchezo, akamuuliza, mwanangu, mbona umepoa, una nini? Lakini Yang akapiga gumu, akakausha. Mishale ikawa inarushwa, timu ya chuo cha kina Yang ikawa inaongoza kwa alama. Ikawadia zamu ya Yang kupiga ule mishale wa mwisho ili kudaza mchezo na kubeba ubingwa wa timu nzima. Ghafla kile kizunguzungu kikamshika tena, mkono ukaanza kuteremeka kwa kasi na akawa haoni kile kilenga Shahaba vizuri. Alivyofyatua ule mishale ukaenda kupiga pembeni kabisa, akakosa doti. Kila mtu uwanjani akapigwa na bumbua wazi na kushtuka kichizi, maana Yang ndio fundi mkuu na hajawahi kukosa mishale tangu azaliwe. Chuo chao kikapoteza ule ubingwa wa timu mazima. Baada ya ule msala, mshikaji wake wa karibu akamfuata juu kwa juu na kuanza kumshushia lawama. Akamwambia, wewe Yang ni msaliti, umekosa ule mishale makusudi kisa tu ubebe ubingwa wa mtu binafsi na uiangushe timu yetu. Yang akaufiata, akashindwa hata kujibu, akageuka na kuondoka zake kinyonge. Akamwacha mshikaji wake anapiga kelele kwa hasira kuwa amewasaliti baada ya kumwamini na kumfanya kuwa kiongozi wao. Timu ilivyorudi chuoni, Lin alikuwa amesimama mlangoni kuwaletea pongezi, lakini hakuna hata mtu mmoja wa ile timu aliyejishughulisha kujibu salamu yake. Wote wakapita kimya kinyonge. Kwenye ule mchezo wao, Lin akabaki amepigwa na bumbuazi la mwaka, na baadaye akapata ubuyu mzima kutoka kwa shoga yake kujua nini hasa kilichojiri kule uwanjani. Huku nyuma, Yang akajisogeza tena kule uwanja wa tizi akijaribu kuvuta ule upinde, lakini akajikuta kila kilenga anashindwa kabisa kupiga kile kilenga Shahaba. Hasira zikamvua nguo, akatupa ule upinde chini kwa unyonge na fujo hatari. Washikaji wa timu walivyomfuata nyuma hadi chumba cha kubadilishia manguo na kumtaka atoe maelezo ya ule uzembe, Yang akaamua kuwavunja mioyo yao mazima. Akawaambia kwa kiburi, ninyi wanangu ni mzigo tu kwangu na hakuna hata mmoja wenu mwenye kiwango cha kufikia levo yangu. Kuanzia leo mimi nimeacha huu mchezo rasmi. Kila mtu akapigwa na bumbuazi kusikia yale maneno ya kashfa, na mshikaji wake wa karibu akatupa mishale yake chini kwa hasira, akamwambia, wewe hustahili kabisa kuwa nahodha wa hii timu. Lin alivyonyaka ule ubuyu akaanza msako wa mji mzima kumtafuta Yang. Akamkuta amejikunyata peke yake chini ya mti, akajaribu kupiga naye stori ili kuelewa nini kinamsumbua, lakini mwamba akawa na gubu na unyonge juu. Akamwambia, mwanangu, nimeamua kuachana na Shahaba ili niwekeze akili yangu yote kwenye masomo. Baadaye wakawa wanapiga misele mtaani. Lin akamuuliza, mwanangu, hivi una mpango gani ukimaliza chuo? Je, unatamani kuwa kocha wa Shahaba?
Lakini Yang akapaniki na kumpandishia mzuka, akamwambia, sitaki kabisa ulilete hili somo hapa. Akamwacha mtoto wa kike ameduaa na kushangazwa na ule mjeuri wake. Yang akachomoka akaenda hadi kule milimani faragha, akaanza kupiga tizi la siri la upinde na mishale ili kusiwe na mtu wa kumshuhudia. Lakini mambo yakawa yale yale, akashindwa kabisa kugusa kile kilenga shahaba, na sura yake ikaonyesha wazi jinsi gani roho inavyomuuma. Baadaye kocha akawa anamtafuta Yang kila kona hadi akafanikiwa kunusa lile dhoruba lilojificha. Alivyoingia ndani ya kile kilinge cha Yang na kukuta ule ubao wa shahaba, akapigwa na bumbuazi kugundua kuwa kumbe Yang hawezi tena kupiga doti. Yang akaingia ndani, kocha akamuuliza, mwanangu, unafanya nini hapa? Kocha akanyakua ule upinde na mishale, akamwambia, nifate nyuma. Wakaenda kurefusha umbali, kocha akaweka kilinge kidogo sana kwa mbali, akamwambia Yang, lenga pale. Yang alivyojaribu kufyatua ule mshale, ukenda kutua katikati ya kile kilenga shahaba, sekunde 0. Mwamba akajishangaa mwenyewe. Kocha akamshushia ukweli, akamwambia, mwanangu, wewe una uoga wa kisaikolojia na ule ubao wa shahaba, kisa lile shinikizo liliopo juu yake. Unahitaji matibabu na ushauri wa kisaikolojia. Akampa mchongo kwamba mtafutie mpango wa kusafiri kwenda nje ya nchi kupata matibabu ya nguvu. Lakini Yang akamwambia, kocha, ngoja nilifikirie hili swala. Kisha akasepa zake. Siku iliyofuata, wakati Lin akiwa maktabani anaswaga kitabu, Yang akamvuta kwenye simu akamwambia, mwanangu, nishughulikie ni kuone faster. Mtoto wa kike akatoka mbio kwa furaha. Alivyomfuma tu, akamvamia na kumkumbatia akamwambia, mwanangu, nimekumisi kinoma. Lakini Yang akamkata steam, akamwambia, mwanangu, mimi nasepa kwenda nje ya nchi kuendeleza tizi langu. Lin akapigwa na bumbuazi na roho ikamuuma hatari. Akamwambia kwa machozi, kwa hiyo na wewe unataka kunitupa na kunitelekeza kama alivyofanya mama yangu mzazi? Akajizungusha akaondoka zake akilia kwa uchungu. Yang akajiona na hatia na uoga ukamkamata wa kumpoteza mrembo wake. Akapiga misele hadi kwa kocha, akamwambia, mzee wangu, mimi sisafiri tena, nimeghairi ule mchongo. Kocha akajaribu kumshushia mistari ya kumshawishi asitupe ndoto yake, lakini mwamba akasimamia msimamo wake wa kiume kwamba anabaki hapa hapa kumlinda Lin wake. Usiku ulivyofika, Lin akawa anapiga misele peke yake barabarani, akitafakari yale mapito, machozi akawa yanamlengalenga kifuani. Ghafla akakutana na kocha wa Yang, akamwambia, mwanangu, jumuika nami twende sehemu. Akamvuta hadi kule klabu ya shahaba. Kufika kule, wakamkuta Yang yuko busy anapiga tizi, anafyatua mishale huku analia kwa uchungu. Kocha akamwaga mtama wote kwa Lin, akamfafanulia kuhusu ule ugonjwa wa kisaikolojia unaomsumbua Yang, kisha akamkabidhi lile darubini ya kuchekea mbali. Lin kuangalia ule ubao, akapigwa na bumbuazi la mwaka kugundua kuwa kumbe Yang hawezi tena kupiga doti. Roho ikamuuma na akashuka kinyonge akilia kwa donda la moyo. Kesho yake asubuhi, Lin akawa amesimama chini ya geti la Boni anamsubiri Yang. Wakashikana mkono kwenda kupiga msosi mkahawani. Kufika kule, Yang akapigwa na bumbuazi kumkuta yule mshikaji wake wa zamani wa timu ndio anapiga kibarua mule ndani kama mhudumu. Lin akawacha pale ili wapige stori za kiume. Yule mshikaji akamfungukia Yang akamwambia, mwanangu, mzee wangu alifilisika chapaa zote na hakuna uwezo tena wa kulipia ada ya chuo. Ile michuano ya shahaba ndio ilikuwa tumaini langu la mwisho kupata ufadhili wa masomo. Tulivyofeli, ikabidi nishuke huku kupiga mzigo ili nile sahani moja na maisha. Yang kusikia ule ukweli, roho ikamuuma sana na kujiona na hatia ya kuwaangusha washikaji wake. Basi mwanangu, mchongo mzima wa video ya leo unaishia hapa kwenye huu mtikisiko wa hisia. Usiache kabisa kugonga hilo neno like na subscribe kwenye chaneli yetu pendwa Apple Swahili Movies ili usipitwe kabisa na simulizi zingine kali tulizokuandalia hapa. Jilinde mwanangu, take care, tukutane video ijayo.